keza kutoza kodi kwenye uendeshaji wa bodaboda. Sheria ya fedha ya mwaka jana, mwaka 2025, ambayo ilipitishwa na bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Spika, ilifuta kodi kwa waendesha bodaboda ambayo ilikuwa shilingi 65,000 kwa mwaka. Kwa hiyo mwaka jana ilifutwa, na mwaka huu hatukupendekeza kodi kwa waendeshaji wa bodaboda. Badala yake tulipendekeza mambo mawili ambayo yalihusu zaidi waingizaji wa pikipiki. Sio kila pikipiki inayoingia nchi hii inakwenda kutumika kwa ajili ya bodaboda. Tulipendekeza mambo mawili kwa waingizaji wa pikipiki. Mosi, kuweka 5% ya ushuru wa bidhaa, ndio pendekezo letu la awali, wakati pikipiki zinaingia, na pikipiki ambazo zinatumia mafuta ya bidhaa za petroli. Kwa mafuta ambayo yanatumia gas, natural gas, na zile za umeme haikupendekezwa, na azma ilikuwa kuanza kushajiisha kuingiza zaidi pikipiki zile na hatimaye kupunguza gharama kwa uendeshaji wa bodaboda. Pendekezo la pili lilikuwa ni kwenye usajili wa bodaboda, pikipiki zinapoingizwa kuongeza ada ya usajili kutoka shilingi 95 hadi kufikia 150,000. Kwa hiyo haikupendekezwa kuongeza kodi kwenye bodaboda, na kwa sababu serikali hatimaye imekuja kukubaliana na mapendekezo ya kamati ya kuondoa 5% ya ushuru wa bidhaa iliyopendekezwa, serikali imesacrifice takriban shilingi bilioni 30 ambazo zilikuwa zinatarajiwa kukusanywa kutokana na kianzio hiki. Kwa hiyo hii ni sacrifice kubwa ambayo serikali imefanya. Tunakokwenda tutakuja kuangalia zaidi, kujaribu kuifungua biashara ya bodaboda, tuangalie namna inavyoendeshwa. Tunafahamu kwa sasa hivi kwa sehemu kubwa ina maeneo mawili, moja wamiliki na pili waendeshaji, na hili nafikiri linahitaji kuja kutizamwa. Kuna mikataba maalum tunafahamu baina ya wamiliki na waendeshaji wa bodaboda. Mwendeshaji anapaswa alipe shilingi 10,000 kwa mmiliki kila siku. Kwa hiyo ukiangalia kwa miezi 18 ya mikataba ni takriban karibu shilingi milioni 6 hivi. Hiyo nayo tutakuja kuangalia jinsi gani ya kwenda nayo. Haya mambo matatu nilisema niatolee ufafanuzi wa awali. Alafu kwa haraka haraka nizungumzie mambo mawili kwenye kamati ya bajeti. La kwanza ni kwenye kanuni, ambapo kwenye mswada kule kuna kanuni. Tumepokea mapendekezo ya kamati ya bajeti, Mheshimiwa Spika, lakini kwenye mapendekezo yake kwenye kanuni za uvuvi, mapendekezo matatu, naomba nilizungumzie moja. Kamati imependekeza kutoongeza ada ya kila mwaka ya leseni ya vyombo vya uvuvi ya shilingi 400,000. Hapa niseme kilichopendekezwa ilikuwa ni leseni ya kila mwaka kwa boti ambazo zinatumika kwenye sport fishing. Kuna boti za uvuvi na boti za michezo ya baharini. Uvuvi wa michezo, Mheshimiwa Said El-Mbaruk anajua vizuri, wale ambao wapo kwenye sekta ya utalii wanafahamu vizuri. Kuna boti ambazo watalii wetu wanakwenda kwa kufanya game fishing, uvuvi wa michezo, ambao wanalipishwa kuanzia $500, $800 na wengine zaidi ya $1,000 kwa siku. Kwa hiyo hawa ndio ambao wamependekezewa kuongezewa leseni zao kufikia shilingi 400,000 kwa mwaka, sio boti za uvuvi. La pili ni pendekezo la kamati la kuanzishwa mfuko wa maendeleo ya umwagiliaji na mfuko wa maendeleo ya mifugo. Mheshimiwa, hili tumelizungumza vizuri kwenye kamati, tumelipokea. Tulichoahidi ni kwamba ni jambo ambalo linahitaji jambo la kisera. Kimsingi tumelikubali, lakini bado linahitaji ndani ya serikali tuzunguze sekta zote na hatimaye tutakwenda nalo. Mheshimiwa Abbas Sarimba tunamshukuru sana, alikuwa na mapendekezo makubwa mawili. Moja, la kuhakikisha kwamba tuna mfumo wa kodi ambao uko stable, haubadiliki sana, na hiki hasa tumekuwa tukitumia utaratibu huu kwenye kodi ambazo kiwango chake ni specific, kwa maana ya kwamba ama ni kwa lita au kwa mita au kwa unit yote, badala ya kutumia kiwango ambacho ni ad valorem kwa maana ya percent ya thamani, na ni utaratibu ambao umekuwa ukitumika. Alipendekeza vile vile kuendelea kutumia maofisa ya kodi katika maeneo. TRA wanayo block management system ambayo itasaidia. Mheshimiwa Said El-Mbaruk amezungumzia, alikuwa na hoja muhimu zaidi mbili, niseme au tatu. Moja, alizungumzia swala la sukari, pendekezo la kubadilisha baada ya majadiliano baina ya serikali na kamati. Kwenye eneo la sukari ilikubalika kuondoa ile pendekezo la kutoza shilingi 10 kwa kilo ya sukari inayozalishwa ndani ya nchi, na badala yake hamishiwe kwenye sukari ambayo inakuwa imported. Tuseme kwamba kwa kiasi kikubwa Tanzania imeendelea kutegemea sukari ambayo inazalishwa ndani ya nchi. Sukari kutoka nje inaingizwa pale tu kuna upungufu, pale tu ambapo kuna upungufu, kuna gap katika mahitaji na uzalishaji wetu wa ndani.
na hii katika hali ya kawaida ingetozwa ushuru wake kwa mujibu wa makubaliano kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ama 100% ya thamani yake au dola 460 kwa tani, kutegemea kipi kinatupa mapato makubwa zaidi. Lakini kwa sababu kinatumika only wakati wa upungufu, tumekuwa tukitumia